kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tuko mbele zako jemadari wakati huu na majira haya. E Bwana, tunaomba kumbuka rehema na neema Jehova, tunaomba kumbuka rehema na msamaha e Bwana mabwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa mbingu na nchi, ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbuka neema yako Jehova nisi, kumbuka neema yako mfalme wa falme Jehova kwenye maisha ya kwetu e Bwana mabwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ukatusamehe e Bwana mabwana dhambi zetu, uovu wetu na makosa ambayo tumeyatenda mbele zako e Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa mbingu na nchi. Tazama watoto wako e Bwana mabwana, wengine wako pale manyumbani wanaomba toba na rehema, wengine wako kwenye biashara zao wanaomba toba na rehema, wengine e Bwana mabwana wako pale maofisini wanaomba toba na rehema mbele zako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana. Kumbuka e Mungu wa mbingu na nchi, msamaha kwa ajili ya watoto wako e Bwana. Kumbuka rehema Jehova kwa ajili ya watu wako mfalme. Kumbuka rehema na neema katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana. Wewe ni Mungu naye tusamehe, tusamehe Jehova, tusamehe mfalme wa mbingu na nchi, mahali ambapo tumekwenda kinyume na sheria zako na maagizo yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo. Tazama akina baba walioko mahali hapa, tazama akina mama, tazama vijana wa kike na wa kiume e Bwana, kila mmoja yuko mbele ya madhabahu yako, anaomba rehema na neema, anaomba rehema na msamaha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa mbingu na nchi Jehova, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, wafanya biashara na wanaomba rehema e Bwana, wa Tanzania na wanaomba rehema Jehova, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, samehe dhambi, samehe makosa, samehe uovu wote Bwana ambao tumeutenda mbele zako watoto wako e Bwana mabwana, maana unatuambia katika neno lako e Bwana mabwana, kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 19, Biblia inasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zipate kufutwa, ili upate kuja ule wakati wa kuburudishwa kwa kwako kwake Kristo Yesu mwokozi wetu. Nasi asubuhi ya leo tunatubu na kurejea, tunatubu na kurejea mbele ya madhabahu yako, tunatubu na kurejea mbele zako Jehova, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, tunatubu na kurejea katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Samehe Bwana, samehe Jehova, samehe Mwokozi kila dhambi na kila makosa tuliyoyatenda wa Tanzania, kila dhambi na makosa tuliyoyatenda viongozi wa kanisa, kila dhambi na makosa e Bwana mabwana waliotenda viongozi wa nchi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kumbuka rehema na neema, kumbuka rehema na neema, kumbuka rehema na neema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai,
wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Baba mfalme wa mbingu na nchi jemadari, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na unasema katika neno lako, yeye aungamaye dhambi yake anasamehewa. Nasi Bwana tumeungama dhambi yetu, tumeungama makosa yetu, tumeungama uovu wetu katika jina la Yesu, mbele ya madhabahu yako, mbele ya madhabahu yako, mbele ya madhabahu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mfalme wa mbingu na nchi Jehova, ni katika jina la Yesu. Sante kwa rehema, sante kwa neema ambayo Mungu umeendelea kuiachilia kwenye maisha yetu. Bwana, wewe ndiye Mungu jemadari, wewe ndiye Mungu mfalme wa mbingu na nchi, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, sante Mungu mwaminifu, sante Baba mwema Jehova, kwa ajili ya neema yako ambayo Mungu umeendelea kuiachilia kwetu. Bwana, nasi tunakuinulia sifa, heshima na utukufu na adhama, kwa kuwa Mungu zinakustahili peke yako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, wewe ndiye Mungu Jehova, wewe ndiye Mungu mfalme wa mbingu na nchi, wala hapana kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, Biblia inasema Jehova, sikio lako halikuwa zito hata ukaacha kusikia maombi tunayoyaomba mahali hapa asubuhi ya leo. Bwana, asubuhi ya leo Jehova, sikio lako halikuwa zito hata ukaacha kusikia maombi tunayoyaomba, maombi tunayoyaomba watoto wako mahali hapa Jehova, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu Jehova, ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, sante Mungu mwema, sante Mungu mwema, sante Mungu mwema, sante Mungu mwema, sante Baba mwaminifu, kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya baraka ambazo Mungu umeendelea kuziachilia kwenye maisha yetu. Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Mungu Jehova nisi, wewe ni Baba mfalme wa mbingu na nchi, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu, tunakuinua peke yako Jehova, na tunakutukuza peke yako mfalme, ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tumeomba. Tufane napo vuma sana moyoni mwangu, napa kujificha mkononi mwake, unificha, 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 adonai hatani, hata unificha, unificha mkononi mwake, pengine kuna taabu yani
songeza kwake, naijua serani ya mapenzi yake, unificha adui hatani pata, unificha mkononi. Hebu sema, Bwana Yesu, niko mbele ya madhabahu yako asubuhi ya leo. Nakushukuru kwa neema yako, nakushukuru kwa baraka zako. Bwana Yesu, ninaita nguvu zako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Ayubu 38:13, je, umeiamuru asubuhi tangu ilipoanza, umeajulisha mapambazuko mahali pake. Bwana Yesu, Bwana Yesu, siku hii ya leo naisemesha ni siku ambayo umeifanya, nami mtoto wako naishangilia na kuifurahia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa kila ubaya niliotengenezewa kwenye maisha yangu siku ya leo. Nakataa maneno mabaya niliyotamkiwa kwenye ulimwengu wa roho siku ya leo. Nakataa uso wa adui kwenye maisha yangu. Nakataa uso wa magonjwa asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Nakataa, sintatembea na uso wa madeni kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Nakataa, sintatembea na uso wa magonjwa kwenye maisha yangu siku hii ya leo na mwaka huu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Siku hii ya leo natamani kwa ufupi sana jinsi ya kuhakikisha uso wa Bwana unaenda pamoja nasi. Jinsi ya kuhakikisha uso wa Bwana unaenda pamoja nasi. Lengo ni kuweka msingi wewe mwenyewe binafsi wa kudumisha uwepo wa Bwana kila siku kwenye maisha yako. Lengo ni kuweka msingi wewe mwenyewe wa kudumisha uwepo wa Bwana kila siku kwenye maisha yako. Kitabu kile cha Zaburi, Zaburi ya 24, Zaburi ya 24 mstari ule wa 3 mpaka ule wa 6. Neno la Mungu linasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Narudia tena mstari ule wa 5. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe.
asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili, Nyakati wa pili sura ile ya 7, sura ile ya 7, Nyakati wa pili sura ile ya 7 mstari ule wa 14, mstari wa 14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao, kuiponya ardhi yao. Yohana, kitabu kile cha Yohana, kitabu kile cha Yohana. Nataka tuingie kwenye maombi. Yohana sura ile ya 15, sura ile ya 15 mstari ule wa 4. Yohana 15 mstari wa 4 anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Wapendwa katika Kristo, tumekuwa tukijifunza wiki nzima uso wa Bwana uende pamoja nasi, lakini leo tunajifunza jinsi ya kuhakikisha uso wa Bwana unaenda pamoja nasi, yaani kuwa na ule uhakika, insurance, mimi mwenyewe kuwa na uhakika ya kwamba sasa ninahakikisha uso wa Bwana unaenda pamoja na mimi. Jambo la kwanza ambalo natamani tulijue ni kuishi maisha ya toba na unyenyekevu. Ni kuhakikisha unaishi maisha ya toba. Ni nani? Tumeona hapo kwenye Biblia inasema, ni nani anayestahili kuupanda mlima wa nani? Wa Bwana. Ni yule ambaye ana mikono safi. Yaani ndani yako hakuna hila. Ndani yako hakuna nini? Ndani yako hakuna chuki. Ndani yako hakuna mawaa. Ndani yako hakuna unafiki. Unaishi maisha ya toba na unyenyekevu. Lakini pia dhambi huficha uso wa Bwana. Mara nyingi huwa nasema kuna watu huwa tunajificha kwenye Ukristo kama kivuli, lakini maisha tunayoyaishi ni maisha ya dhambi, na kwenye maisha ya dhambi ndiko tunakokosa baraka za Mungu, ndiko tunakokosa ile neema ya Mungu kwenye maisha yetu, ndiko tunakokosa kibali cha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha tunayoishi, maisha ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha tunayoishi dhambi zikauficha uso wa nani? Uso wa Bwana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hatutembei kwenye umiliki, kuna wakati mwingine hatutembei kwenye ile neema pale kazini kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya dhambi. Lakini Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Kwa hiyo lazima unapoingia kwenye maombi ya toba kwa ajili ya kumwomba Mungu rehema, lazima uhakikishe pia baada ya hayo ya kuomba toba na rehema kwa Mungu na kusamehewa, kuanza kuyaishi maisha sasa matakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu pia ni mtakatifu, naye anapendezwa na watakatifu walioko wapi? Duniani. Walioko duniani. Lakini pia jambo la tatu, ishi maisha ya maombi na neno. Maisha ya maombi na neno. Yoshua 1:8, baada ya Musa kuondoka, Mungu anamwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake
mchana na usiku, yatafakari maneno yake mchana na usiku. Maneno yake, manake ndani ya hilo neno ndiko kuliko na neema, ndiko kuliko na ustawi wetu, ndiko kuliko na baraka zetu. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, ndipo utakapofanikiwa sana, na ndipo utakapoifanikisha njia yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana vizuri watoto wa Yesu? Amen. Lakini pia uso wa Bwana hupatikana kwa kumtafuta, kama hivi kwenye maombi, kwenye kulisoma neno lake. Uso wa Bwana hupatikana kwa kumtafuta, na Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi, wanitafutao kwa bidii. Sehemu nyingine akasema, mtafute Bwana maadamu anapatikana. Mtafute Bwana maadamu anapatikana. Wanitafutao kwa bidii ndio watakaoniona, ndio watakaoniona. Kwa hiyo kwa kumtafuta Bwana, wakati mwingine hata tunapokuwa hapo kazini, wakati mwingine tunapokuwa kwenye hizo nyumba za biashara, usikae tu kawaida, utafute uso wa Bwana. Mtafute Bwana unapokuwa pale shambani, unapokuwa mahali popote ulipo. Usimtafute tu Bwana kanisani, usimtafute tu Bwana wakati wa maombi, mtafute Bwana mahali popote pale utakapokuwapo. Mtafute Bwana, na Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anafanya nini? Maadamu anapatikana. Kwa hiyo mahali popote ninapokuwa kwenye kazi zangu pale, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, naomba maarifa yako, naomba hekima yako, naomba busara zako. Unapokuwa kwenye ile biashara, Mungu uliye hai, niinulie watu, naomba roho ya usumaku, nivutie watu kutoka kaskazini, kutoka ng'ambo, kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu maadamu anapatikana. Maadamu, mtafuteni Bwana. Mahali pengine anasema hata kama ni kwa kupapasa papasa, maana wakati mwingine tunashindwa kumtafuta, unajua. Lakini anasema hata kama ni kwa kufanyaje? Hata kama ni kwa kupapasa papasa, mtafuteni. Lazima tu unapomtafuta na uso wake ukatembea pamoja na wewe, lazima kuna baraka za Mungu zitakazoambatana nawe.